Bwana, mambo ni mazito kweli kweli, lakini mambo ni mazuri kwa wananchi baada ya kupata sare ya kuto kufungana bwana. Dakika 90 dume kweli kweli Young Africans ambayo imecheza kikubwa mno kwenye hali ya hewa nzito mno, baridi kweli kweli, joto ni 6 tu pekee, lakini wananchi wameweka jitihada na ubunifu mkubwa kweli kweli ku maintain hali ya hewa na kupata matokeo. Tuko hapa Chifu Zobane kama Zumfela, unakwenda kusikia mengi na mazuri kutoka kwake Dominic Salamba baada ya wananchi kutakata nyumbani na ugenini. Haya ni mashindano ya kikubwa na ndio maana yanachezwa kikubwa. Chifu, uko vizuri? Mimi niko vizuri kabisa. Uzima upo na ulalamiki? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Young Africans nini hasa ambacho wametuonyesha mbali na kupata sare nzuri kwao kwa maana ya alama moja muhimu, lakini kwenye dakika 90 hizi nini hasa ambacho Young Africans wametuonyesha? Nafikiri unaweza ukazungumzia vitu vitano au vitu 6. Yes. Kitu cha kwanza ambacho tutakizungumzia ni ukomavu wa wachezaji. Unaweza kuona kwamba ilikuwa ni mechi ambayo haikutaka tu mbinu, lakini itakiwa na watu ambao wana experience na kuweza kuvumilia. Okay. Ukiangalia umetoka kuzungumza hapo, sasa Algeria kwa yale mazingira ni takribani sentigredi 5 mpaka 3 mpaka 6. Ndio. Hali ambayo kuja compare na huku kwetu kwenye maeneo ya tropical ni viwili tofauti. Na siku zote unapo katika hali ya baridi, maana yake inakulazimu ili uweze kuchanganya ukimbie umbali mrefu na baridi inakuwa inakaba. Kwa hiyo waliingia wakiwa kwenye pressure kubwa, na ukizingatia wenyeji kwa maana ya kwamba JS Kabylie walikuwa nataka lazima wachukue alama 3 ili kuweza kufidia alama ambazo walikuwa wameziangusha kule Egypt. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo haikutakiwa ufanye makosa mengi katika maeneo muhimu. Kwa Yanga waliingia wakiwa na watu ambao wana ukomavu na kuweza kujua kwenye kila eneo la mchezo, kwenye kila eneo la kiwanja nini wafanye ili kuweza kusecure aidha wapunguze makosa au kufanya opponent wao washinde kuwa na madhara makubwa. Jambo la pili utazungumzia kwa maana ya mbinu za mwalimu. Mwalimu amekuwa na uwezo mzuri kwa muda mfupi ambao amekaa na timu kuweza kuisoma na kuweza kujua nini anaweza kufanya. Yanga wameingia walikuwa very compact. Wakiwa wanashambuliwa unaona wana watu 5 mpaka 6 kwenye eneo lao na walikuwa wafungui mimi, lakini pia walikuwa wanashambulia kwa namba ingawaje kulikuwa hakuna uwiano. Lakini kubwa zaidi utaona ambavyo Dube alikuwa anashuka na kuweza kulinki ili kuweza kusubiria wenzake wakiwa wanakuja, kwa sababu timu muda mwingi ilikuwa inakaa na watu nyuma watu 6, mbele wanakaa watu 3 na mbele anakaa mtu mmoja. Kwa hiyo kwa mpira kwa Dube inamlazimu akaenda mpira mpaka sekunde 30 ili hawa ambao wapo katikati watatu waweze kusogea na kutengeneza uwiano wa watu 4 na kuweza kuataki, na waliweza kufika. Na kama pangekuwa pana umakini leo pengine Yanga angeweza kusoka kipindi cha kwanza, bali tengeneza nafasi 2 au 3 ambazo hawakuweza kuzitumia. Lakini jambo la tatu utazungumzia fitness. Yanga walikuwa wameanza msimu hawakuwa katika hali nzuri. Tulikuwa tunazungumza fitness yao ilikuwa iko vizuri, lakini kadri muda unazikwenda unaona inazidi kupanda. Mechi ambayo imekimbia dakika 90 zote uliona ambapo walikuwa wanajitoa, lakini bado waliweza kutengeneza uwiano wa namba kwenye kila maeneo, timu ikiwa na mpira na ikiwa haina mpira. Na unaweza kaangalia jitihada za mtu kama Maxi, lakini pia nguvu ambayo alikuwa amefanya mtu kama Mudathiri haya kafanya kitu kubwa, kwa sababu alikuwa anafanya timu iweze kutengeneza balance wakiwa na linda na wakiwa wanashambulia. Kwa hiyo naiona Yanga ikiendelea kukimalika kwenye sehemu ya fitness ambayo ikifikia 90% basi itakuwa ni miongoni mwa timu hatari barani Afrika. Lakini jambo lingine la 4 ambalo utakwenda kulizungumzia utazungumzia nidhamu ya ukaba kwenye maeneo. Eneo la katikati unaweza kuona partnership ambayo ilikuwa nayo kati ya Maxi, ukimwangalia Duke pamoja na Mudathiri, walikuwa na uelewano mkubwa na waliweza kutengeneza linki nzuri baina yao viungo na safu ya ulinzi, kitu ambacho kiliwafanya wakati wote timu iweze kuwa comfortable na kupunguza mashambulizi ya moja kwa moja ambayo yangeweza kuwatoa kwenye mchezo. Jambo la 5 bado hoja kuzungumzia uimara wa golikipa wao Diarra. Amekuwa ni kipa ambaye sio tu golikipa lakini pia ni kiongozi, kwa maana kwamba anajua wakati gani afanye kitu gani. Ukiangalia wenyeji walikuwa na pressure kubwa sana na walikuwa wanashambulia kwa kasi. Kwa hiyo akifanya kuna matukio ambayo alikuwa anatengeneza ambayo yalikuwa yanapoteza muda indirectly na kufanya timu yake iweze kupunguza pressure, lakini pia kupunguza pressure ya opponent. Tujue timu ikiwa inakushambulia wanatamani waendelee kushambulia ili kuweza kuchanganya. Kwa hiyo ukipata muda wa kupumzika, manake ile energy ambayo alikuwa anatumia inakwenda kushuka na inalazimu waanze upya na kuzingatia kutokana na hali ya hewa ya baridi sio rahisi kuchanganya kwa haraka. Kwa hiyo Diarra alifanikiwa kuweza kutumia faida ya mazingira, kuweza kutumia madhaifu ya mashabiki wa JS Kabylie kuweza kupata manufaa yangu, kwa maana kwamba muda mwingi ulikuwa mpira unasimama, lakini katika matukio ambayo kama kipa mwingine angeweza kujikaza, lakini yeye aliweza kudetect na kuweza kuyatumia. Kwa hiyo katika mambo matano yamefanya Yanga waweze kuwa bora na hasa kimbinu na kufanikiwa kuchukua alama moja katika hii michuano. Kwa kundi ambalo wapo sio rahisi kuchukua alama katika uwanja wa ugenini. Na nilizungumza kwamba endapo Yanga atafanikiwa kupata alama, whether iwe ni Algeria, iwe Morocco au iwe Egypt, maana yake ana uhakika kutengeneza kupata alama 10 ambazo zitamfanya aingie robo finali.
Bwana, hivyo ndivyo ambavyo tunapata chambuzi nzuri kweli kweli kutoka kwake Dominic Salamba Chifu Zobane kama Zumfela baada ya kushuhudia dakika 90 dume kweli kweli na zile 5 za nyongeza ambazo wananchi wamekaza kweli kweli kwenye dakika zote 90 na kuibuka na alama moja ambayo ni muhimu mno, na mpaka sasa unasubiriwa mchezo Ahli na FAR Rabat ambaye nani atakwenda kubadilisha msimamo, kwa sababu hivi tunavyozungumza bwana, Young Africans yuko pale kileleni na alama zake 4. Ikumbukwe mchezo wa kwanza kule visiwani Zanzibar alibuka na ushindi mzuri wa bao 1-0, na leo sare hii inafanya yeye akusanye kibindoni alama zake 4. Young Africans ukitazama vizuri kwenye dakika 90, baadhi ya wadau wanasema kwamba walistahili kupata alama zote 3. Nini hasa ambacho kimefanya wapate alama moja? Je, strikers hawakuwa vizuri akina Dube, ama nini ambacho huenda tukitambui ndio kimesababisha Young Africans kukosa alama zote 3? Anayeongea kwamba Yanga wanataka kupata alama 3, yes, manake uwezo wake wa kuweza kutafsiri mpira huko vizuri. Mpira ni mchezo ambao unafanya makosa lakini pia unatengeneza nafasi. Na sio pia nafasi ambayo unaweza kwenda kuitumia. Ilikuwa ni mechi ambayo ina pressure. Unaweza ukaangalia hakuna nafasi hata ambayo ilikuwa ipo ni ya wazi. Wakati wote ukichukua mpira watu wanakuwa na time and space. Unajua hii mipira ya kafu ni lazima uwe na vitu viwili, time and space. Kwa maana lazima uwe una fitness, utimamu wa hali ya juu wa kuweza kupokea na kutafsiri kwa haraka na kufanya maamuzi. Na ndio tofauti kati ya michezo ya kafu na ligi. Yaani huko unakuwa unacheza katika pressure kubwa sana. Yaani ukishachukua mpira watu washafika. Kwa hiyo mechi ilikuwa ni ngumu sana kuzingatia kwamba mwenyeji alikuwa na energy kubwa sana, amezoea mazingira, amepush. Kwa binafsi nafikiri kupata alama moja ni jambo la kuwapongeza Yanga. Ni alama ambayo wameipambania kwa jasho na damu, ni alama ambayo haikuwa rahisi. Unaweza kuona dakika za mwisho hizi ambapo walikuwa na push JS, na kama ingekuwa sio umakini wa defense ya Yanga, sio umakini wa goalkeeper, sio umakini wa teamwork, Yanga angeweza kuangusha alama dakika za mwisho kabisa, kwa sababu walikuwa hapo kwenye pressure kubwa na ukizingatia kwamba hali ya hewa ilikuwa inawakaba. Kwa binafsi nafikiri ni alama ambayo wameipata wakiwa na stari katika mazingira ambayo yalikuwa ni magumu, na sasa Yanga tayari anaanza kutengeneza desturi ya kuanza kutawala maeneo ya Afrika Kaskazini. Utakuwa ni shahidi, aliweza kushinda mechi ya kwanza na Club Africain, akaja akashinda mechi ya USM Alger, na leo anakwenda anachukua alama moja katika mazingira ambayo watu wengi wakufikiria. JS Kabari katika ule uwanja wa nyumbani amecheza mechi 5 za klabu bingwa barani Afrika mchezo wa kimataifa, hajapoteza hata mechi moja, na aitoa sare moja tu dhidi ya Mamelodi, lakini mechi nyingine zote alipata ushindi katika uwanja wa nyumbani. Ni uwanja ambao amekuwa akiutumia kwa faida, ndio maana hata mechi leo hii akaamua kuipeka Algiers. Angeweza kupeka pale Algiers, lakini akaamua kupeka kule kwao ili hakikisha kwamba anakwenda kunufaika kwanza na mashabiki, lakini pia na hali ya hewa kule inakuwa ni ngumu sana. Kwa ukiona Yanga inafika hatua wameweza kutomoka salama, kwa leo hii Yanga hautakuwa na mashaka nao whether waende Morocco au waende Egypt, kwa sababu tayari timu imekomaa na wana uwezo wa kuvumilia mazingira magumu, wana uwezo wa kuvumilia kushambuliwa kwa muda mrefu na bado wasiame kwenye shape, kwa sababu ukiwa unashambuliwa kwa muda mrefu kama uko makini, kama hauna utimamu, ni rahisi kujikuta mnafanya makosa na kuweza kupoteza. Kwa hiyo ni mechi ambayo Yanga waliingia kwa mkakati, waliingia na pande kwenda ku defense, waliingia na pande kwenda kukaa nyuma ya mpira na kuanza kushambulia kushtukiza, na imeweza kuweka out na waondoka na alama moja ambayo itakwenda kwa. Kwa mdau Yanga anatakiwa apate ushindi wa mechi 2 tu ili aweze kufuzu katika robo finali katika kundi ambalo watu wengi hawakutegemea. Kwa mpaka sasa naona kwamba Yanga anaweza kwenda kuwa ndio mkombozi wa Tanzania kwa msimu huu. Ndio timu pekee ambayo ina uhakika wa kufunga mwaka ikiwa na alama 4 kwenye michuano ya CAF. Leo tunazungumzia Azam amefunga leo mwaka akiwa hana point. Mechi 2 sawa, akiwa ana point. Simba na mechi kesho. Chamajitia maji anaweza akafunga mwaka huu akiwa naye hana point. The same to Singida. Kwa hiyo unagundua kwamba ndio timu pekee ambayo ndio Tanzania tujivunia kwa kipindi hiki, kwa sababu inakwenda kututangaza vizuri kutokana na ubora walionao, lakini pia na wachezaji wakubwa na mpira ujua udanganyi. Ni mchezo ambao ukisajili vizuri unaweza kwenda kulipa. Kwa hiyo nafikiri kuna kitu cha kujifunza, na uzuri tumeweza kuona ni kama Simba sasa wameanza kuamka usingizini. Wamegundua kwamba njia ambayo walikuwa wanapitia haikuwa njia sahihi. Tokea mwaka 2020 walibishabisha. Kwa hiyo wakapata saizi wakae wajipanga, wafanye mkutano wao, wachague viongozi, watafute hao wawekezaji wafike, ili na wao sasa waanze kutumia pesa na kusajili kuwa na nyota wenye ubora kama kina Pacome, waweze kwenda kuwasaidia, lakini pia waweze kwenda kuitaibu taifa la Tanzania. Bwana Salamba, tumeisifia Young Africans ambayo ugenini imefanya vyema kweli kweli kutafuta alama moja. Tunarejea pale pale, sio kitu kidogo. Umewataja pia wapinzani wao Simba, wana kazi nzito
kweli kweli kuhakikisha kwamba nao wanapata alama hata moja tu ili kuondoa ile sifuri kwenye msimamo wao. Nini hasa ambacho Mwalimu Pedro amefanikiwa mpaka sasa kwenye klabu ya Yanga, kwa sababu nafikiri bila yeye tungezungumza mengine, wasingekuwa na mwalimu huyu kwenye mashindano haya. Yanga ana walimu watatu wa level ya juu katika benchi. Ana walimu watatu katika benchi, walimu watatu. Sana shangaa kama unakuwa na walimu watatu alafu Simba anashindwa kupata na mwalimu mmoja. Unanielewa sijui? Na kupata uzuri. Mwangalie je, mwalimu Patrick Mabedi ni mwalimu mkubwa sana Afrika. Ni mwalimu ni profile kubwa. Ameshawahi kuwa kocha wa timu ya taifa ya Malawi. Ya Malawi, yes. Na ukizungumzia kocha msaidizi wa Yanga ni kocha mkubwa. Mwenyewe Pedro. Kwa hiyo amechukua walimu wakubwa watatu wako pale. Kwa hiyo unapokuwa na watu wenye level hiyo, maana yake kwanza unajipanga kiuchumi, kifedha, lakini una malengo mapana. Kwa hiyo nachokiona ni kwamba wananufaika kuwa na benchi ambayo limekamilika, lakini pia angalia hata namna ya training sessions za Yanga. Ni training ambazo wanazifanya zikiwa zina vifaa vyote vya kisasa vya kimataifa ambavyo hakuna timu yoyote Tanzania ambayo imefikia hatua kuwa na hivyo vifaa. Kwa hiyo inaweza kusema kwamba ni timu ambayo imeadvance na ina malengo makubwa katika swala zima la mpira wa miguu Tanzania, na ndio kioo kwa sasa. Na nina wasiwasi baada ya msimu huu nafikiri Yanga anaweza kwenda kuwa juu kwa ubora wa ranki za Afrika kwa sababu ya hiki ambacho nakiona. Umezungumza Yanga lakini umehitaja Simba zaidi ya mara 5 Domi. Kwa maana hiyo Simba wana cha kujifunza kwa watani kikubwa sana. Hiyo mimi ni mtu ambaye napenda kuwa wazi. Simba maisha yao ni magumu ya mpira sasa hivi. Na wameyataka kwa sababu ni watu ambao waliamini katika story, propaganda, waliamini katika njozi ambazo hazipo. Yaani sio kwamba walikuwa juu wanafanya ni mistake. Kwa hiyo ndio vitu vimeanza kuonekana. Just imagine hii mechi kama leo kwa ile intensity. Angekuwa Simba ingekuwa ni aibu ya taifa. Kwa hiyo nafikiri kuna mambo ya kujifunza. Mpira ni uwekezaji. Perfectly. Lazima waweze kuwekeza. Leo hapa Yanga wanakaa wanasema kwamba wengine alistahili kuweza kushinda. Ni jambo kubwa. Leo ukiona unaambiwa ulistahili kuweza kushinda katika ardhi ya Algeria kwenye timu ambayo ndio timu kongwe na bora Algeria, maana yake umepiga hatua ya juu. Kama unaweza kupata sare bado ilikuwa haitoshi kwa Yanga. Itoshe kusema tu kwamba ni wakati sasa wa wachambuzi, ni wakati sasa wa wale mashabiki wapenda kamera kuzungumza ukweli na kuzungumzia mpira na kuitumia Yanga kama ndio standard ya kutafuta ubora, kwa sababu mpaka sasa hizi level ambayo ameweza kuitengeneza ni level ya juu sana. Napenda kuwaona mashabiki wa Yanga mbalimbali wakiwa wanafurahi. Mpaka leo nimeona kijana wangu mdogo wangu Jeffrey Mendulo amekuwa na mashaka makubwa kuhusiana na kile ambacho timu yake imekuwa ikimpatia, kwa sababu Simba wanamtia stress, lakini pia kiangalia Liverpool hali yake ni ngumu, maisha yake yamekuwa ni magumu, lakini naamini kwamba kwa hiki anachokiona anaweza akajifunza, na katika vikao vyao pia ni mwanachama wa Simba, anaweza kwenda kuwasaidia. Lengo tupate ushindani wa kweli, Yanga asiendelee kudominate peke yake. Tunatamani kuona siku nyingine Simba anafanya vizuri, Azam na Singida timu nyingine, lakini kwa ambacho kinaonekana ni kama Yanga ameamua kutawala, anafanya anavyotaka. Kwa mazingira ambayo Yanga walikuwa nayo kwa muda wa wiki 3 nyuma before mchezo wa kimataifa baada ya mechi ya Silver Striker, hakuna ambaye alifikiria Yanga leo angeona hiki ambacho anakiona. Kwa hiyo kumbe issue sio kupata miezi 5 miezi 6. Issue unapata mwalimu namna gani? Umechukua manager anakaa pale miezi kadhaa, hakuna badiliko wote, unasingizia muda utoshi. Kumbe issue kwa leo tunafuta kauli. Issue sio ya muda gani. Unaweza kumchoko cha mzuri hata wiki 2 hata siku 5 akafanya vizuri, timu ikabadilika. Kwa muda leo kuja manager mpaka saa hizi cha kujitia maji. Yanga na Mwalimu Pedro ana mechi ya pisi ya 3, Yanga imebadilika, wametoka katika ubora wao. Kumbe siri ni kuwa na mwalimu mwenye maono, mwalimu ambaye ni tactician, lakini pia kuwa na mwalimu mwenye vyeti vya kimataifa ambao vitamfanya asiitwe manager na aitwe kocha wa mpira wa miguu. Bwana salama, turejee hapo. Bado hatujamaliza kwenye klabu ya Young Africans na kundi lao, kwa maana ya kundi B kama si kundi baba. Mengi alikuwa anazungumzwa, Waarabu hawa wameimbwa kweli kweli. Young Africans akaonekana hana bahati, lakini mpaka sasa ukitazama kwenye kundi lao unaweza kudiliki kusema nani ni kibonde wa kundi, kwa sababu wote wameshacheza na wote tumeona namna ambavyo wanaziendea point 3. Kuna radha tumeipata. Ile Yanga kibonde imeondoka. Sasa kuna kibonde wa hili kundi kweli mpaka tulikofika? Hakuna. Yaani ukiangalia JS Kabylie ni timu bora sana. JS Kabylie ungemchukua ukamtia kwenye kundi la Simba, alikuwa kashafuzu.
anaongoza kwa points. Serious nakwambia. Kwa mpira nao uonyesha. Kwa hiyo ni kundi ambalo wamekutana wote bora. Yaani kundi ambalo leo hii ukisema uchukue Madrid, uchukue Barcelona, uchukue Bayern Munich, uchukue na PSG, ukiweka sehemu moja, lazima atapatikana wa kwanza, wa pili mpaka wa mwisho. Sio, unaelewa? Kwa hiyo yote ambaye atakuwa wa mwisho atakuwa ni kama ameonewa, kwa sababu lile kundi wote ambao kwenye ile kundi wako walistahili kucheza robo finali. Kwa hiyo timu 4 za robo finali zinakwenda kupunguzwa timu 2. Sio, unaelewa? Kwa hiyo timu zote zile zina hiyo level. Leo umeona mechi Yanga na JS Kabylie. Na kuhakikishia pale akienda Farabat achomoke. Tunazungumza leo hapa. Weka hii clip. Akienda pale Farabat achomoke. Anaacha alama hapa. Na kuhakikishia. Kwa hiyo ni timu zote zina ubora, wale akienda pale Ali afanye kazi. Kwa sababu wana kila kitu. Kwa hiyo tosha kusema kwamba tu kundi la Yanga ni kundi ambalo timu zote 4 zilistahili kucheza robo finali ya klabu bingwa barani Afrika 2025 2026. Kwa bahati mbaya wamewekwa sehemu moja. Ukiangalia kundi la Simba, tumwangalia Petro, mwangalia Stade Malien, mwangalia Esperance, mwangalia Simba, wote wale pale. Maana yake hakuna timu ambayo kwa msimu huu ina deserve kucheza robo finali. Lile kundi lile hakuna timu ina deserve kucheza robo finali. Haipo kwenye lile kundi. Huku wengine utakuta Mamelodi yuko na MC Alger. Kwingine ukiangalia Balkani leo ameenda kule nje ameshinda Rivers. Unaona, ukiangalia Pyramids, yaani kwa timu ambazo ukiziangalia na wanachokifanya sio nyumbani sio genini, wana qualities, wana ubora. Huku mara kuna Mayele, huku kuna nani, Yanga kuna Pacome. Yaani kuna key players. Sasa niambie key players wa Simba ni nani? Kibu Denis Mkandaji. Tulikuwa tunamzungumzia Kibisawala. Hawamtaki tena leo hii. Ilikuwa ni ngumu. Ameanza na performance mbaya. Inasikitisha kwa sababu lakini pia inaumiza. Lakini itosha kusema tu kwamba sisi wa mpira au ambao ni wapenzi wa mpira, tuna wakati mgumu, na nafikiri madaktari kipindi hiki wakina Dr. Bravo wana kazi ya kufanya ya kuweza kutengeneza watu kisaikolojia. Kwa sababu mtu anaweza kana anapita akawa anaongea maneno magumu akakamatwa, kumbe alikuwa na nia hiyo mbaya. Nafikiri madokta wananisikia, Dr. Bravo hapo ulipo, jaribuni kufanya counseling kwa mashabiki wa mpira, kwa sababu hali mbaya kweli na inatesa na inaumiza. Lakini mwisho wa siku kitu kizuri kitafanikiwa. Nani man of the match kwenye dakika hizi? Man of the match katika mechi ya leo, nikiangalia mimi ninaweza nikawaona kama wachezaji wawili hivi kwa upande wa Yanga. Nafikiri wa kwanza nikiangalia ninaweza nikamzungumzia Luke Abue. Kafanya kazi kubwa sana, ndio alikuwa hami kwenye njia. Kuna wakati Mudathiri, kuna wakati Max walikuwa analikimbia lile eneo, lakini alikuwa haendi kwa miemko. Alikuwa anawalinda vizuri Jobu na Baka. Kafanya kazi kubwa sana. Lakini wa pili nitamzungumzia Diara. Kutokana na kuweza kujua timing za wakati gani afanye kitu gani na kwa nini. Kwa nafikiri hawa ndio ambao wanaweza kuchuana na mmoja akaweza kuwa ni man of the match katika mechi leo. Mimi nikushukuru sana Dominic Salamba. Na hivyo ndivyo ambavyo tunazimaliza dakika 90 ambazo tumezishuhudia nyau klabu ya Young Africans kutokea Dar es Salaam Tanzania imefanikiwa kuondoka na alama moja ugenini. Mambo ni mazuri kweli kweli, na sasa tunarejea tu ya kwamba wanarejea kwenye ardhi ya Tanzania wakiwa na alama 4 kibindoni mwao, na hii sio 4 tu, wanafunga mwaka. Unajua mechi nyingine zinazofuata inakuwa ni Januari, ni Februari, mwezi wa pili na mwezi wa tatu. Kwa hiyo kwa mwaka huu tunafunga mwaka. Kwa hiyo kusema kwamba wanafunga mwaka kwa 2026 wakiwa na alama 4. Azam kashafunga akiwa ana alama yoyote. Singida tunamsubiria na mechi yake. Lakini anacheza na Stellenbosch. Apambane walau naye apate alama. Lakini wenzetu wa kule Mali, Mungu nao wasaidie. Basi tukosa hata 3 ziwe kubwa. Tupate moja. Tukosa hata moja. Basi walau tupate goli. Yaani iwe ni 3-1, 2-1 tupate walau goli. Yanga anafunga mwaka pia bila kufungwa kwenye haya mashindano. Hajaruhusu goli. Inasikitisha kwa upande wa pili. Bwana, sawa, hivyo ndivyo ambavyo na sisi tunatamatisha hapa. Jina langu naitwa Cisco Dominic Salama. Amezungumza mengi na mazuri, lakini pia nguvu kubwa tulikuwa tunapewa na Helabet, bila kusahau Bati Quality. Lakini kama itoshi bwana, hizi partner wao wanahakikisha kwamba wanatupatia nguvu kubwa ya kufanya mambo kuwa mazuri kweli kweli. Tukutane tena muda na wakati mwingine. Wailalika, maasalam.